Ikiwa sasa imetimia saa 6 na dakika 3 saa za Afrika ya Mashariki, karibu tena kwenye awamu yetu ya 3 kwenye taarifa za yanayojiri. Mtazamaji, bado tunaendelea kufuatilia ile taarifa kuhusu mgomo wa maafisa tabibu. Mwenzangu Marion Baraza tunajaribu kumpata, tukimpata tu tutakuwa tunaungana naye atueleze haswa ni kipi ambacho kinajiri katika eneo hilo. Kwingineko mtazamaji, siasa zinatishia kuchelewesha uuzaji wa ardhi ya benki ya KCB iliyoko Athi River, ambayo awali ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya saruji ya East Africa Portland Cement. Kwa kile kinachoonekana kuwa mvutano mkubwa wa kisiasa unaochipuka, huenda mchakato huo ukakwama baada ya mbunge wa Mavoko Patrick Makau kushtumu mwanasiasa mmoja wa eneo hilo kwa kudai kuingilia makubaliano hayo kwa maslahi binafsi. Mbunge huyo anadai kuwa wakazi wa eneo hilo wanatozwa bei ya juu. Mtazamaji, tutakuwa tunakuletea video ya taarifa hiyo hapo baadaye, lakini kwa hivi sasa tuvuke hadi katika eneo lile la kibiashara ambalo limebomolewa usiku wa kuamkia leo. Na kwa hivi sasa ninafahamishwa kwamba gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi anazungumza. Hebu tumsikilize. Hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio nienda kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa. Kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na hoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi namwamini Mwenyezi Mungu kabisa, ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya lakini mikono bado niko naye. Wamenifanyia haya lakini akili bado niko naye. Na nyinyi wote mnajua, watu hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona, watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana Wamatangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa tumefanya. Kujenga mahospitali zaidi ya 26, kujenga mashule ya watoto zaidi ya 512, kuweka mataa karibu 1024 za sola, kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko. Sasa masoko 12 imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa, tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Sasa usiku vile nyinyi mnaona imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana Wamatangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Hizi risasi mnaona hapa, hizi risasi hizi zimepigwa hapa usiku zikiwa live. Na sasa swali langu ni kwamba nyinyi mnasikia, mnajua ni kuna Sunday nililalamika nikasema kuna risasi imepigwa nyumbani kwangu. Jana nilijikaza nikasema hata kama mali inaharibiwa sitafika hapa, kwa vile sijui kama hizi risasi zilikuwa zimewekwa zinilenge mimi mwenyewe wakati wa giza. Lakini nasema mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote, hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka 40 nitawaachia Mwenyezi Mungu. Nitawaachia Mwenyezi Mungu. Naweza kukuwa na nguvu ya kupigana na vigogo, naweza kukuwa na nguvu hiyo, kukosa kuwa na hizo nguvu nyingine, lakini Mwenyezi Mungu wako na nguvu. Na yeye ndiye alinifikisha mahali nimefika nikiwa mtoto ambaye ni mtoto wa single mother ambaye hata hana baba saizi na mama alikufa. Na nikangangana mpaka mahali nimefika na kulea familia yangu ya watoto wengine 5. Mimi nikiwa mtoto wa kwanza. Kutoka kuuza mandazi mpaka mahali tumefika ni Mwenyezi Mungu, na atatupeleka mbali hata kutoka hapa. Na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi, tunajua ya kwamba hayo yametendwa. Mumeona mpaka magari hapa, magari ambazo vijana wanafanya kazi nazo, gari ya kuokota takataka, kuna gari zingine za customer ya kuosha. Hiyo gari iko hapo ni gari hata ya mama.
ilipatikana hapo ya bibi yangu, ndio hiyo mnaona imepigwa hapo ya white, imepigwa kabisa na excavator mpaka ikawekelewa gari nyingine. Lakini sio neno, kwa mkono wa Mungu ziko nyingi na zitakuja zingine bila break, zitakuja zingine kwa vile Mungu ndiye huzipeana. Na niseme kwa ufupi, ile wakati mimi niliwaambia wanakiambu, kwa vile niliwapatia ahadi yangu ya kwamba mimi nitawafanyia kazi kutoka hapa mpaka mwaka wa 2027 mwezi wa 3, mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya gavana, watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja, waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunikandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie, na wakuje ndio wanibomolee, na hata wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa, na Mungu wako na sisi. Ama namna gani jameni? So tumekamilisha. I want to say, gentlemen and ladies, when you wamekuwa hapa, because I know most people are watching, the others who may want to see. This is an act of cowardice. Kwa vile mimi, I am non-political, I am a development person. This is intended to silence me and to remove me from my development agenda, so that I can become just like anybody else who has no name. But I have made a decision that I'm going to work for the people of Kiambu completely, without a single word of politics until 2027. But that does not mean that I will not run for governor. I will be the governor of Kiambu, God willing. And the people of Kiambu have decided that because of the work that you are doing, they are going to give us this seat back. Na kwa hivyo mtupata Nairobi, mtutafute wapi, sisi tutahakikisha kwamba kazi yetu ndio itaongea. Mikono hamutatukata. Our vehicles you have demolished, you have destroyed even my wife's car, you have destroyed even my business vehicles here, you destroyed other small businesses for other people. Tafadhali, I want to tell you that you have not cut our hands. We will work. Na kwa hivyo swali moja tu. Iwapo kulikuwa na notisi kwamba shamba linalaiwa kupata kuondoka, na pili kile ambacho kimekadiria na kama iwapo mlipata notisi. Niseme ya kwamba kwa hiyo swali yenye imeulizwa hapa, kwa hii mahali there was never even one single day a notice. Even one time hakuna notice, na kama mtu ako naye asembe ako naye. Sisi tuko na, hata wakati walijaribu kututisha mara 3, huyu ndiye wakili wetu na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika na wewe uko na hii nyingine. Tuko na court orders which were signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku, wamekuja karibu mara 5 mfululizo. Lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as I have said, and then our lawyer will say, but for me as Kimani Wamatangi, I believe in the Almighty God. Na nimewaambia ya kwamba he will fight for me and he will fight for us and we shall succeed. Hata mkitupiga vita ngani, Mungu hapo. Wakili yako hapa anaweza kusema moja, ndio watu nilimpatia wakili. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Hebu tuone wenye wanasema roho ndio hiyo. Useme kazi ndio hiyo. Na roho ndio hiyo. Haya, tuende kazi wakili. Habari zenu. Tukiachana na